Kristo. Karibuni sana wapendwa, ni siku ya 3 ya semina yetu ya neno la Mungu kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Somo tunalotembea nalo linaitwa kanisa kama majani ya kuficha maovu. Kanisa kama majani ya kuficha maovu. Kanisa kama majani ya kuficha maovu. Hili ndio somo ambalo tunatembea nalo na ambalo Mungu ametupa. Mungu ni mwaminifu. Jana siku ya pili tulianza na tuliendelea na somo letu kwa kuangalia kipengele kinachoitwa hofu. Kipengele kinachoitwa hofu. Tukapita tukaangalia hofu, maana yake ni hali ya kuwa na woga inayokuwa ndani ya mtu, inamfanya asiwe na ujasiri wa kufanya jambo lolote mbele ya kile anachokiogopa. Lakini pia Mungu ni mkuu. Tukaangalia kwamba kuna aina mbalimbali za hofu na tukaona kwa ujumla ziko 6. Tukaangalia hofu ya Mungu, hofu ya wazazi, hofu ya viongozi wa kanisa, hofu ya marafiki, hofu ya mwenzi wa ndoa na hofu ya majirani. Na tukaanza kujifunza na ile aina ya kwanza ambayo inaitwa hofu ya Mungu. Tukaangalia hofu ya Mungu ni ile hali ya kumwogopa Mungu na kumweka Mungu kipaumbele kwenye kila kitu chako. Na tukaangalia jinsi ambavyo mtu mwenye hofu ya Mungu katika kila anachofanya anachukua tahadhari ya kwamba anapima, je, kinamkosea Mungu? Kama kinamkosea Mungu hakifanyi. Kile ambacho kinampendeza Mungu anafanya. Tukaangalia mfano wa Danieli, jinsi ambavyo alikubali kula mtama miaka 3 na wenzake kwa ajili ya ile hofu ya Mungu iliyokuwa ndani yao. Mungu ni mkuu. Tukapata nafasi pia ya kujifunza na vitu vingine, na tukaingia kwenye kipengele kinachokuwa kinaitwa faida za kuwa na hofu ya Mungu. Na tukaona kwa ujumla ziko 4, na tukajifunza moja ambayo ilikuwa inaitwa inakupa ujasiri wa uhuru binafsi wa kuendeleza moto wako wa kiibada bila kujali upinzani wa kiroho uliowekewa katika kumwabudu Mungu. Tukaangalia kwenye hii faida ya kwanza ya hofu ya Mungu jinsi ambavyo Danieli aliwekewa upinzani na viongozi wenzake ili wamzuie kumwabudu Mungu. Danieli katika hofu kubwa ya Mungu hakutembea kwenye ule upinzani wao, haukumkwamisha. Aliendelea na desturi ile ile ya kumwabudu Bwana. Na tukaona jinsi ambavyo na sisi ni muhimu kuwa namna hiyo, na baadaye tukapata nafasi ya kuomba. Leo siku ya 3 tunaendelea na kipengele hiki kinachoitwa faida za kuwa na hofu ya Mungu, kwenye somo letu linaloitwa kanisa kama majani ya kuficha uovu. Na leo tunaingia kwenye faida ya pili ya kuwa na hofu ya Mungu. Faida ya pili ya kuwa na hofu ya Mungu. Ukitaka upate zaidi muendelezo mzuri, tuwasiliana na sisi au angalia hapo kwenye magrupu yetu somo la siku ya kwanza na ya pili. Utapata picha pana. Tuendelee na siku ya leo kwenye faida ya pili ya kuwa na hofu ya Mungu. Faida ya pili ni hofu ya Mungu inakuwezesha kuishi maisha ya kuonyesha hadharani uhalisia wako wa nini upendi, nini unapenda, na misimamo yako imekaaje kwenye kila jambo linalokuhusu bila unafiki. Hofu ya Mungu, faida yake ya pili, inakuwezesha kuishi maisha ya kuonyesha hadharani uhalisia wako, nini upendi na nini unapenda, na misimamo yako imekaaje kwenye kila jambo lako unalofanya. Hili jambo tunaliona kwa Yesu mwenyewe. Aliwafundisha wanafunzi wake kitu cha namna hii kwenye ile Mathayo 10 mstari wa 26 hadi wa 28. Mathayo 10 mstari wa 26 hadi wa 28. Injili ya Mathayo 10:26-28. Yesu alifundisha namna hii: basi msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kwa habari ya kutokuwaogopa wanadamu wenzao, na akawaambia haifai kumuogopa mtu, kwa sababu yeye hana nafasi ya kukuweka jehanamu, ila mwenye nafasi ya kukuweka jehanamu ni Mungu peke yake. Na ndio maana akasema hata mtakalosikia watu wamesema katika siri,
lisemeni katika nuru, bila kujali nani amesema. Kitu ambacho Yesu alikuwa anafundisha kwa kanisa, alikuwa anafundisha kuishi bila unafiki, kwamba chochote utakachokisikia kama akija kupendeza usiunge mkono, ukikataa. Sio ukiunge mkono huku unalalamika. Huyo ni mnafiki, ndio huwa yuko hivyo. Anasikiliza kitu, anatekeleza huku anaendelea kulalamika ili hali anaendelea kutekeleza. Huo ni unafiki. Huo ni unafiki. Na hata ukiangalia kwenye kitabu kingine, Yesu aliwahi kutoa mfano mmoja. Akasema kuna watu wawili baba yao aliwaagiza. Mtu wa kwanza baba yake akamwagiza, akamwambia nenda sehemu. Akamwambia baba yake, ndio nitaenda, ila hakwenda. Afu wa pili baba yake akamwagiza nenda sehemu, akasema siendi. Baadaye akakaa akajitathmini, akaona kumkatalia mzazi wake sio sahihi, akaenda. Yesu akawaambia yule wa pili alifanya vema kuliko wa kwanza. Sikiliza vizuri. Wa pili aliyekataa siendi, ila akajitathmini alichofanya sio sahihi, akaenda, alisifiwa amefanya vema. Huyu wa kwanza aliyekubali ndio naenda, ila hakwenda, aliambiwa anatupwa jehanamu. Kwa nini huyu aliyekubali oda ila hakutekeleza aliambiwa anatupwa jehanamu? Kwa sababu alikuwa ni mnafiki. Alikubali kwa uoga, si kwamba alipenda kwenda, ila alisema ndio naenda kwa ajili ya uoga wa kumuogopa baba yake, lakini haikuwa kitu cha ndani. Ila huyu wa pili alikuwa anamuogopa baba yake, na ndio maana alikuwa anamuogopa Mungu. Na ndio maana baba yake alipomwambia nenda akasema siendi, akakaa kujitathmini, kuheshimu wazazi ni sahihi, akaona ngoja niende. Kwa kilichomfanya atekeleze oda ya mzazi wake ni ile hali ya hofu ya Mungu iliyokuwa ndani yake, ndio ambayo ilisukuma moyo wake kukumbuka Mungu anasema nini juu ya mzazi anapokuagiza. Ukikataa utapata hasara gani? Ukitekeleza utapata hasara gani? Ndio maana ikikurudisha kwenye hii faida ya pili, hofu ya Mungu inapokuwa ndani yako inakusaidia uwe na uhalisia wa maisha wa nini upendi na nini unapenda. Huyu jamaa angekuwa sio mnafiki, angemuonyesha baba yake kwamba sipendi kwenda ulikoniagiza, kulikoni kumwambia naenda afu akwenda. Nisikilize vizuri, hata kwenye ile Mathayo 5:37 inavyosema. Mathayo 5:37 inasema bali maneno yenu yawe ndio ndio, sio sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Mungu anaongea, anataka tuwe straight, tuwe moja kwa moja, tusi watu wa kuzunguka zunguka, kwamba maneno yetu yawe ndio ndio, sio sio. Ina maana nikiambiwa kitu niseme ndio, na nikisema ndio nitekeleze. Sio niambiwe kitu niseme ndio huku sitaki kwangu iwe ndio kwa sababu nimeogopa. No. Ila hofu ya Mungu inachokusaidia ukiwa nayo, inakupa ujasiri. Hata kama watu waliokusemesha ni watu wazima kukuzidi, ni watu wenye mamlaka kukuzidi, ni watu wenye uwezo kukuzidi, hautaogopa uwezo wao, hautaogopa mamlaka yao. Ile hofu ya Mungu itakufanya utazame ukuu wa Mungu kuliko ukuu wa wanadamu. Kwa utakuwa ndio ndio, sio sio, na unafiki utakuwa mbali na wewe. Na ndio maana ukijiona wewe ni mnafiki, jua hauna hofu ya Mungu. Songe mbele na faida ya tatu. Faida ya tatu ya hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu inakupa ujasiri wa kukataa ofa zinazoweza kukukosanisha na Mungu wako. Hii ni faida ya tatu ya kuwa na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu inakupa ujasiri wa kukataa ofa zinazoweza kukukosanisha na Mungu wako. Hofu ya Mungu inakupa ujasiri wa kukataa ofa zinazoweza kukukosanisha na Mungu wako. Nikikukumbusha ile siku ya kwanza tulisoma kuhusiana na Adam na Eva. Shetani alileta ofa pale Eden, akamwambia Eva, mliambiwa msile matunda, mkila mtafanana na Mungu. Akaachilia hiyo ofa kwamba mkila kuna ofa ya kufanana na Mungu. Eva akaenda kumueleza mume wake. Kilichofuata wakala lile tunda. Kilichotokea ni nini? Wakafumbuliwa macho, wakajiona wako uchi, na wakachukua majani wakaficha dhambi yao badala ya kutubu. Kitu ninachotaka upate ni nini? Ni kwamba kilichowafanya Adam na Eva wakapokea ile ofa ya shetani, wakatamani kufanana na Mungu, ni kwa sababu hawakuwa
na hofu ya Mungu. Kama Adam na Eva wangekuwa wana hofu ya Mungu ndani yao, wasingepokea ile ofa, wangeikata. Ibrahim ni mfano mzuri sana wa watu wenye hofu ya Mungu. Kuna ofa ilitokea mbele yake nzuri sana, lakini Ibrahimu aliikataa kwa sababu ya hofu ya Mungu. Taratibu utanielewa. Angalia kitabu cha Mwanzo ile sura ya 14 mstari wa 17 hadi wa 23. Ni hadithi fulani kidogo, lakini ina fundisho nzuri sana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17 hadi wa 23. Mwanzo 14:17 hadi 23 inasema namna hii. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaamu na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Na ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mkononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Sikiliza vizuri watu wa Mungu. Tunaona Ibrahim anaenda kupigana vita na ufalme mwingine. Anapotoka kwenye ile vita, kuna mtu anaitwa Melkizedeki anakuja anaachilia sadaka ya divai, na Ibrahim anampa yule jamaa sadaka ya fungu la 10. Tukumbuke hii vita aliyoenda kupigana Ibrahim, alienda kupigana kwa lengo la kumsaidia Lutu na nchi ya Sodoma na Gomora. Kwa hiyo yule mfalme wa Sodoma na Gomora akatazama ushindi aliyopata Ibrahim, akatazama na mateka wengi ambao Ibrahimu amewapata kwenye hiyo vita, akaenda kumpa ofa Ibrahim. Akamwambia, nipe hao watu wote uliotoka nao vitani, afu kuna hivi vitu nitakupa vya kumtajirisha Ibrahim. Ibrahimu akatazama ile ofa katika jicho la hofu ya Mungu. Akagundua ndani ya hiyo ofa ya mfalme wa Sodoma ina sumu ya Mungu wake kudhiakiwa. Ni ofa nzuri, ni ofa ya kupendeza, lakini ndani yake imebeba sumu ya Mungu wake kudhiakiwa. Ibrahimu akaikataa. Akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mikono yangu juu, sitapokea kitu chochote kwako, usije ukasema nimemtajirisha Ibrahim. Nisikilize vizuri watu wa Mungu ali hai. Sio rahisi kukataa ofa ya mtu kukutajirisha kwa heshima ya Mungu wako. Sio rahisi. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi tuna tamaa ya mali na vitu. Si kwamba kipindi hicho Ibrahimu anakataa hivyo vitu, alikuwa ameshatajirika, alikuwa bado hajafikia ule utajiri, na hata jina alikuwa bado hajapewa jina la Ibrahim, alikuwa anaitwa Abraham. Lakini licha ya kwamba bado alikuwa hajainuka vya kutosha, hakukubali ile ofa, maana alikataa kumkasirisha Mungu wake, na ni hofu ya Mungu ndio iliyomsaidia. Na ndio maana nimekueleza, ukiwa na hofu ya Mungu itakuwezesha kukataa kila ofa inayokuja mbele yako ambayo ina mlango wa kukukosanisha na Mungu wako. Jiulize tu hapo ulipo, ni ofa ngapi zinakuja mbele yako na zina mlango wa kukukosanisha na Mungu wako? Sikiliza, si kila anayependa kukusaidia anakusaidia kwa lengo zuri. Wengine wanakusaidia ili kuipa miungu yao utukufu. Nisikilize, kuna wakati watu wanaweza wakakupa msaada, lakini nyuma ya hiyo misaada wana biashara zao wanazipromote. Wewe unafikiri unapokea msaada. Na ndio maana si kila msaada inafaa kupokea. Lazima ujiulize umetoka kwa nani. Unafikiri kwa nini Elisha alikataa kupokea sadaka ya Naaman? Aliitazama ni sadaka ndio, na yamkini alikuwa na shida, lakini ndani ya ile sadaka palikuwa pana ukoma, akakataa kupokea. Kwa nini? Kwa sababu aliogopa kujinajisi kwa hofu ya Mungu wake. Na wewe unapewa kitu, kila unachopewa unapokea, na vingine vinakuwa na ukoma
vinakuangamiza. Na ndio maana mtu anaweza akakupa kitu, afu baada ya muda kile alichokupa akaanza kukutesa kwa ajili ya msaada aliyokusaidia. Kwani hujawahi kukutana na watu ambao wanakunyanyasa kwa sababu tu alikusaidia? Ungejua mapema usingepokea misaada yao. Hiyo ni misaada ya Sodoma na Gomora. Anatumia msaada wake kukuziaki. Hicho kitu hakitakiwi. Na ndio maana jifunze kupokea ofa katika jicho la hofu ya Mungu. Mtu akija akitaka kukusaidia, fanya kama Ibrahim, mwambie asante kwa msaada wako. Naomba nifikirie kwanza. Anakuambia yani wewe nataka kukusaidia, unasema nifikirie, mwambie ndio naomba nifikirie. Nenda kaombe. Au hapo anapokuambia nataka kukusaidia, anza kujiuliza moyoni kwamba Mungu nipokee au nisipokee. Jiulize tu hapo, Mungu nipokee au nisipokee. Ndani yako ukisikia kukosa amani, kataa kwa hekima. Na kama ni Mungu ametaka usipokee, atakupa na neno la kukataa kama alilompa Ibrahim. Kataa. Ukisikia amani ya kupokea, pokea. Unacholinda nini? Ni kwamba Mungu wako asije akadhihakiwa baadaye. Watu wakasema ni wao ndio waliokufanikisha, ni wao ndio waliokuinua, ni wao ndio waliokusaidia upate kazi, ni wao ndio waliokusaidia ukaoa, ni wao ndio waliokusaidia ukaolewa, ni wao ndio waliokusaidia ukajenga, ni wao ndio waliokusaidia ukanunua kiwanja. Kumbe yuko Mungu aonaye sirini aliyekusaidia. Ila kinachofanya wao ameongea, uliwafungulia mlango. Kandarabo shaka. Hofu ya Mungu ikusaidie. Twende kwenye faida ya 4. Faida ya 4. Hofu ya Mungu inakupa ujasiri wa kukataa kupokea rushwa na kutoa rushwa ili upate kazi, hata kama hiyo rushwa ni ya ngono. Hofu ya Mungu inakupa ujasiri wa kukataa kupokea rushwa na kutoa rushwa ili upate kazi, hata kama hiyo rushwa ni ya ngono. Ukiwa na hofu ya Mungu inakupa huo ujasiri wa kukataa kupokea rushwa na kutoa rushwa. Haijalishi ni aina gani ya rushwa, hata kama ni ya ngono, hofu ya Mungu itakusaidia kukataa kupokea wala kutoa. Tunaliona hii kwa kupitia Yusufu. Yusufu alimkatalia mke wa bosi wake Potifa kumpa rushwa ya ngono. Alikataa hicho kitu. Angalia kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 39 mstari wa 6 hadi wa 9. Kitabu cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa 6 hadi wa 9. Karama shaka inasema namna hii: akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanye ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Question mark. Akamwambia hivyo Yusufu mke wa Potifa. Kwa nini? Kwa sababu Yusufu aliponunuliwa utumwani kule kwa Potifa, Potifa alipomwona Yusufu ni kijana mzuri mchapakazi, alimpa mamlaka ya kucontrol uchumi wote wa nyumba yake. Na Potifa alikuwa ni mfanya biashara, anatoka anamwacha Yusufu nyumbani na mke wake. Yule mke wa Potifa akaanza kumtamani Yusufu, akamuita, akamwambia straightway, lala nami. Hii Biblia ilifupisha tu ukali wa maneno. Kwa Kiswahili kingine alimwambia fanya mapenzi na mimi. Yusufu akamkatalia na akamueleza wazi kabisa kwamba mimi tangu nimekuja kwenye hii nyumba, bwana wangu au Potifa amenipa kila kitu humu ndani, nimekitawala, ila wewe hajanipa. Na ninajua hajanipa wewe kwa sababu wewe ni mke wake. Ninakuheshimu kwa sababu wewe ni mke wa bosi wangu. Na by the way pia na wewe ni bosi wangu. Lakini mke wa Potifa hicho kitu hakikumuingia. Akaendelea kumlazimisha Yusufu, lala na mimi. Na pakawa pana hatari moja kwa Yusufu, kwamba ukikataa kulala nami itakuwa kesi. Yusufu akasimamia msimamo wake. Na msimamo wa Yusufu ulitokana na ile hofu ya Mungu iliyokuwa ndani yake. Akamwambia mke wa Potifa, siwezi kulala na wewe nikamkosea Mungu.
Unafikiri ni kitu chepesi kijana kukataa ngono eti kwa ajili ya kumkosea Mungu? Si kitu chepesi. Ni vijana wachache sana wanaoweza hicho kitu, bora hata na wakike kidogo. Ila wa kiume kukataa ngono, tena kwa bosi ambaye unajua atakutunza kwa fedha nyingi, eti kwa sababu ni dhambi, ni vijana wachache sana. Ila kwa vijana wenye hofu ya Mungu ni kitu kinachowezekana. Na ndio maana kwa kijana mwenye hofu ya Mungu hichi kitu si kigumu kwake. Yusufu ilikuwa chepesi kwa sababu huku ndani ana hofu ya Mungu. Na Biblia inasema baada ya hapo mke wa Potifa aliendelea kumlazimisha Yusufu alale naye. Na Yusufu alipoona anaendelea kulazimishwa, akakimbia. Akaundiwa kesi, akawekwa gerezani. Licha ya Yusufu kuundiwa kesi, hakukubali ngono. Alisimamia msimamo wake. Akakubali ni heri nikateseke rumande, lakini sitalala na wewe nikamtenda Mungu wangu dhambi. Nisikilize vizuri. Yusufu hakukataa kulala na yule mama kwa kumuogopa bosi wake, ila alimuogopa Mungu wake. Angemuogopa bosi wake, angemwambia yule mama nilale na wewe kwa siri, bosi asijue. Na yule mama angekubali. Angekuwa anatembea na mke wa bosi wake kwa siri. Kwa nini watu wangapi wanafanya ngono na wake wa mabosi wao, na wake wa wafanyakazi wenzao, na wake za watu, na waume za watu kwa siri? Ni wangapi? Ni wengi. Na wengine hata makanisani wapo. Na wamejificha kanisani kama majani ya kuficha dhambi zao. Na inhali wanafanya ngono na wake za watu. Ila Yusufu hichi kitu hakukubali kutumia kanisa kuficha dhambi yake. Akajiweka halisia, akakataa. Akaenda gerezani, akalipa gharama, ila hofu ya Mungu alisimama. Na ndio maana huko gerezani ndio ilikuwa ni lango la kumuinua akafikia kwenye cheo cha uwaziri mkuu. It means kama Yusufu angekubali kutenda ile dhambi, asingefikia neema ya uwaziri mkuu. Na ndio maana nataka nikueleze kijana ulioko hapa. Ukienda kwenye ofisi, ukakuta kwenye hiyo ofisi kuna mitego ya kukuingiza kwenye rushwa, kuna mitego ya kukuingiza kwenye anasa, usikubali hiyo anasa. Heri uikatae, kwa sababu unapokubali anasa ya rushwa kazini, ile rushwa inaenda kukufungia mlango wa baraka yako kubwa iliyoko mbele yako. Hebu tujiulize wote, mimi na wewe, kama Yusufu angekubali kulala na mke wa Potifa, asingeenda gerezani, kile cheo cha waziri mkuu angekipataje? Asingepata. Ina maana njaa ilipokuja kingetokea nini? Angekufa yeye na familia yake ingekufa. Kwa sababu kupitia cheo cha waziri mkuu alichopata, alinufaika yeye, akanufaisha na taifa zima la Israeli. Nisikilize mtu wa Mungu. Unaweza ukawa wewe ndio umesoma peke yako kwenye familia yako, au wewe ndio una mamlaka peke yako kwenye familia yako. Mungu amekuweka hapo. Usifikiri wewe ni mjanja kuliko ndugu uliozaliwa nao. Hapana. Mungu anataka kutumia wewe kama lango la kuwainua wengine. Hiyo nafasi uliyopewa, usianze kucheza na dhambi. Kumbuka, unapocheza na dhambi, kuna watu wengi walio nyuma yako ambao utawakwamisha kufikia destiny yao, kwa sababu Mungu anataka wafike kwenye hatima zao kwa kupitia wewe kuinuliwa. Nisikilize vizuri. Kupitia kuinuliwa kwa Yusufu, Israeli nzima iliinuka. Kupitia kuinuliwa kwa Yusufu, mpaka tukampata Musa, nabii wa Bwana mkubwa. Ikitoka Yesu, anafuata Musa kwa unabii. Lakini Yusufu angecheza, tungemtoa wapi Musa? Yusufu angecheza, tungemtoa wapi Musa? Nisikilize vizuri. Kuna wakina Musa wengi kwenye ukoo wako. Kuna wakina Musa wengi kwenye familia yako. Kuna wakina Musa wengi sana kwenye nchi yako, ambao wanategemea kuinuliwa kupitia wewe kutokucheza na dhambi kwenye hiyo nafasi Mungu aliyokupa. Mtu wa Mungu, unaponisikiliza, hiyo nafasi Mungu aliyokupa, ilinde katika hofu yake. Ilinde katika hofu yake, ili wewe utakapopita hapo, haijalishi watakutumbukiza kwenye gereza, usikatae kuingia gerezani, ili hali umesimamia hofu ya Mungu. Kupitia kuingia gerezani kwako, unaenda kusimama kwenye kusudi la Bwana ambalo litafanya wakina Musa wa ukoo wako wainuliwe. Wakina Musa wa ukoo wako wainuliwe, na Mungu akusaidia kuelewa. Kandarabushaka. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Bwana. Nasonga mbele na kitu kingine. Muda huu nimemaliza kufundisha hizi faida 4 za hofu ya Mungu. Tunaenda muda huu kuangalia kipengele kingine, kwa sababu muda bado unaturuhusu. Kipengele kingine kinachoitwa
maana ya pili ya hofu ya Mungu, ya hofu, maana ya pili ya hofu. Kumbuka nikurudishe nyuma kidogo. Nilipokueleza maana ya hofu, nilikwambia zipo aina 6 za hofu, aina 6 za hofu. Nikasema aina ya kwanza ni hofu ya Mungu, afu aina ya pili ni hofu ya wazazi. Kwa muda huu tunaenda kuingia kwenye aina ya pili ya hofu. Nafikiri umeshanielewa. Twende pamoja na aina ya pili ya hofu, ambayo inaitwa hofu ya wazazi. Hofu ya wazazi na yenyewe pia tuiangalie kwa sehemu yake kama tulivyoangalia ile ya hofu ya Mungu. Hebu na sasa tukajifunze aina ya pili ambayo inaitwa hofu ya wazazi. Nini maana ya neno hofu ya wazazi? Uwe na utulivu sana ili unielewe, usipotee. Nini maana ya hofu ya wazazi? Hofu ya wazazi ni hali anayokuwa nayo mtu ya kuwaogopa wazazi wake katika kila analofanya. Anakuwa hana ujasiri wa kutenda jambo litakalomkosanisha na wazazi. Hofu ya wazazi ni hali anayokuwa nayo mtu ya kuwaogopa wazazi wake katika kila analofanya. Anakuwa hana ujasiri wa kutenda jambo litakalomkosanisha na wazazi wake. Kwa tunapoongelea hii aina ya pili ya hofu ambayo inaitwa hofu ya wazazi, tunamaanisha ile hali ambayo mtu anakuwa nayo huku ndani, ambayo inamsukuma kuishi maisha ya kuwaogopa sana wazazi wake, kiasi ambacho anakuwa hana ujasiri kwenye maisha ya kufanya kitu chochote. Confidence yake inakuwa imekamatwa na wazazi kwa sababu anawaogopa. Hawezi kufanya jambo lolote mpaka hakikishe wazazi wake wanapendezwa na hilo jambo. Ila kama hilo jambo haliwapendezi wazazi, hafanyi. Kwa nini? Kwa sababu maisha yake yanaongozwa na hofu ya wazazi. Nisikilize vizuri. Wazazi hawafai uwape hofu, kwa sababu inaweza ikakupelekea kumkosea Mungu. Maana wazazi wako na wao ni wanadamu kama wanadamu wengine. Na tunajua kila nafsi ya mwanadamu ina nafasi ya kukosea. Kwa ukiwaogopa sana wazazi wako, ikitokea jambo wamekushauri baya, kwa sababu una hofu na wao, itakuwa ngumu kwako kuwakatalia. Utajikuta unafanya hilo jambo baya. Kwa nini? Kwa sababu una hofu na wao kuliko Mungu. Na ndiyo maana wazazi haitakiwi wawekee hofu, kwa sababu utajiwekea lango la kujikosanisha na Mungu wako kwa ajili ya wazazi wako. Siku zote inaeleweka kuwa Mungu ni mkuu kuliko wazazi waliokuzaa na wanaokulea. Mungu ni mkuu kuliko wao. Na ndiyo maana hata kitabu cha Mathayo ile sura ya 10 mstari wa 37, Mathayo 10:37, Injili ya Mathayo 10:37 inasema, apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Nisikilize. Kwa nini Mungu anasema apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili? Hiyo ni tafsiri ya kwamba yeye Mungu ni mkuu kuliko baba yako, kuliko mama yako. Haijalishi ni baba yako na mama yako wa kukuzaa, au baba yako na mama yako wa kukulea, awe ni wa aina yoyote, Mungu ni mkuu kuliko wao. Na ndio maana amesema kwenye Mathayo 10:37, awapendaye wazazi kuliko yeye amfai. Tafsiri yake unaweka kinyume. Ina maana unatakiwa umpende Mungu kuliko baba yako na mama yako. Nisikilize polepole. Nisikilize polepole mtu wa Mungu. Wazazi wamepewa nafasi na Mungu ya kuheshimiwa tu kwenye maisha yako. Wazazi Mungu amewapa nafasi ya kuheshimiwa peke yake. Mungu amewapa wazazi wako nafasi ambayo ni ya upekee. Unatakiwa uwaheshimu kuliko binadamu mwingine yoyote. Ndio nafasi aliyowapa wazazi. Wanatakiwa waheshimike kuliko binadamu mwingine. Wao ndio wawe priority yako, wazazi wako. Si kama wananielewa? Na ndiyo maana wazazi sio wa kuhofiwa. Maana hofu kwa asilimia kubwa
huwa inatuongoza kwenye maisha ya kiibada. Na ndiyo maana hofu imefungwa kwenye eneo la kumwabudu Mungu. Unamwabudu Mungu kwa sababu una hofu na yeye. Na ikitokea una hofu na mwanadamu, inaweza ikakuvuta na yeye pia ukaanza kumwabudu. Na ndiyo maana msingi wa hofu unapaswa kujengwa kwa Mungu na sio kwa mzazi. Ila kwa mzazi kijengwe kitu cha heshima peke yake. Angalia kitabu cha Kutoka ile sura ya 20 mstari wa 12. Kutoka sura ya 20 mstari wa 12 inasema namna hii. Kutoka 20:12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Hii ni amri ya 4 ya Mungu. Tumeambiwa muheshimu baba yako na mama yako upate miaka mingi na heri duniani. Kwa hiyo unapomheshimu mzazi wako, kuna baraka ya kupata miaka mingi ya kuishi. Hiyo ni amri ya Mungu. Mzazi angekuwa anafaa kupewa hofu, Mungu asingesema muheshimu, angesema muhofu mzazi wako, kwa sababu hofu ni kubwa kuliko heshima. Kama unanielewa, hofu ni kubwa kuliko heshima. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya hofu kuna ibada ndani yake. Kandarabo shakaraba. Na ndani ya hofu kuna heshima ndani yake. Kiufupi ni kwamba heshima inazaliwa kwenye mkubwa wake ni hofu. Karamo koriandapa. Lakini kwa tafsiri ya haraka heshima ni kubwa kuliko hofu. Lakini kwa tafsiri ya kiibada hofu ni kubwa kuliko heshima. Kwani hujawahi kusikia wanasema heshimuni dini za watu wengine, msizitukane? Hata kama huipendi hiyo dini, iheshimu. Lakini hawajawahi kukwambia hata siku moja, hofu, weka hofu kwenye dini za watu wengine kama unavyoweka hofu kwenye dini yako. No. Hofu ni kwenye dini yako peke yake, ila kwingine ni heshima tu. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya hofu kuna ibada. Angalia hata Efeso 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Efeso 6 mstari wa 1 hadi wa 3 inasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Ili andiko na lenyewe linarudia msingi ule kwamba mtoto amtii baba yake na mama yake, na anaambiwa amuheshimu kwa sababu hiyo amri ina ahadi ndani yake. Na kurudisha pale kwamba mzazi amepewa kitu kimoja tu kwa Mungu, aheshimiwe tu, sio kupewa hofu. Angalia na kitabu kingine pia, kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 1 hadi wa 3, na kuonyesha tu maandiko mbalimbali kukusaidia kuelewa zaidi. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 3. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 3 inasema, mzee usimkemee, bali muonye kama baba, na vijana kama ndugu. Wanawake wazee kama mama, wanawake vijana kama ndugu wa kike katika usafi wote. Uwaheshimu wajane walio wajane kweli. Kwa tunaona hapa Paulo, Roho Mtakatifu anamtumia kumwelekeza mtoto wake wa kiroho Timotheo jinsi ya kuishi na watu wazima. Paulo anamwambia kitu kizuri sana kwamba wazee usiwakemee, ila waonye katika heshima ya mzazi. Haijalishi huyo mzee ni baba yako aliyekuzaa hajakuzaa, ila ni hali ni mzee, mpe heshima ya baba mzazi. Ili hali ni wa kike, mpe heshima ya baba mzazi. Pekee ndio Paulo alichosema, heshima na si hofu. Kwa nini? Hofu ni ya Mungu peke yake. Kuna madhara makubwa sana ambayo unaweza ukayapata kama ukiishi kwa hofu ya wazazi. Ngoja nikuonyeshe muda huu madhara unaweza ukayapata kukiishi katika hofu ya wazazi. Ukiwa na hofu ya wazazi badala ya kuwaheshimu, inaweza ikakufanya kwenye mambo yako mengi unayoyafanya ukajikuta unayafanya kwa kumkosea Mungu kwa sababu ya kuwasikiliza wazazi wako. Kwa mfano, unaweza ukakuta wazazi wako ni watu wa kimila na wanaamini sana katika matambiko, wakawa wanakuita njoo utambike katika kitu chochote. Mfano labda unaoa, wakakwambia kwenye hii ndoa yako huwa tuna utaratibu wa kimila. Au unafanya kazi, wakakwambia sisi kwenye ukoo wetu
Kila anayefanya kazi huwa kuna kitu hichi lazima aweke dukani au aweke pale ofisini kwake alikoajiriwa nyuma ya kiti. Kama huna hofu ya Mungu, una hofu ya wazazi, hauwezi kuwakatalia wazazi hicho kitu. Haijalishi unapenda au upendi, utaenda ukachukue. Utasema si wazee wamesema niweke, wanasema kwamba ni utaratibu wa familia. Utaweka bila kujali Mungu amesema nini. Au mfano mwingine, inaweza ikatokea kwenye familia yenu kuna kitu cha kuoa ndoa nyingi. Na hichi kitu wazazi wengi sana wamewapotezea watoto wao mwelekeo. Unakuta wazazi wako wanakuita, wanakuambia huyo mke uliyeoa sio sahihi, hana heshima. Itabidi uoe mwanamke huyu hapa, ndiye anayekufaa. Kwa unakuta mtu ana mke wake na ana mwanamke mwingine aliyechaguliwa na wazazi wake. Hujaonaga hicho kitu? Kipo kwenye makabila mengi sana. Kinachomfanya mtu anaenda kumsaliti mke wake aliyemchagua yeye kwa kumfata yule aliyechaguliwa na wazazi wake ni hofu ya wazazi. Ndio inamnyima msimamo wa kimaamuzi. Anayumba, anaogopa kwamba nikiwakatalia tapata laana, kwa sababu ni taratibu za kifamilia, lazima wazazi wanichagulie. Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu aliye hai. Ukweli ni kwamba lazima kila mmoja atambue linapokuja swala la kutimiza mapenzi ya Mungu, hata kama wazazi wako wamekueleza kitu ufanye, kama kipo kinyume na mapenzi ya Mungu, haifai ukifanye, inatakiwa ukikatae. Kwa sababu ni heri kumsikiliza Mungu kuliko wazazi. Heri kumsikiliza Mungu kuliko wazazi. Nakwambia, linapokuja swala la mapenzi ya Mungu, haipaswi kabisa uwaogope wazazi wako. Takiwa usimamie kwenye mapenzi ya Mungu. Ila kama una hofu yao, utawaogopa. Isikilize vizuri, mtu wa Mungu. Kusimamia mapenzi ya Mungu ni vita vya kiroho kati yako wewe na mzazi wako. Mzazi wako atakapokueleza jambo lililo kinyume na mapenzi ya Mungu, wewe ukakataa kulifanya, ukasimamia lile lililoko kwenye mapenzi ya Mungu, utegemee kuingia kwenye vita na mzazi wako. Na usitishike na hiyo vita uliyoingia na mzazi wako kwa ajili ya Mungu wako. Ni kitu cha kawaida kabisa. Na hata Yesu alikisema. Angalia ile Mathayo 10 mstari wa 34 hadi 37. Injili ya Mathayo 10 mstari wa 34 hadi 37 inasema namna hii. Mathayo 10:34 hadi 37. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mamaye na mkwe na mkwe mtu. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani kwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Maneno machache nayotaka usikie hapa ni hapa Yesu anaposema yeye hakuja kuleta amani duniani, ila alikuja kuleta upanga. Na huu upanga alikuja kuleta ni kati ya baba na mtoto, mkwe na mkwe mtu. Yesu alileta hiyo vita. Kwa nini Yesu alileta vita ya baba na mama, mkwe na mkwe mtu? Akiwa na maana moja. Kama wewe mtoto ukimchagua yeye Yesu, baba akamkataa Yesu, baba yako akakuvuta kwenye mitazamo yake ya kumkataa Yesu, na wewe ukakataa mitazamo ya baba yako, ukashikilia mitazamo yako ya Yesu wako uliyemchagua, lazima baba yako na wewe mtaingia kwenye vita. Ndio maana anasema analileta upanga. Ukweni kwako wakisema kitu cha kimiungu, na wewe ukisimamia cha Mungu wako, ukikataa utegemee ukweni, hawatapendezwa na wewe, vita itatokea. Hiyo ndiyo vita aliyosema Yesu. Ameleta upanga kati ya mkwe na mkwe mtu, isikusumbue ndani yako. Ndiyo maana nakueleza hivi, hofu ya Mungu inataka mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu yatakuingiza kwenye vita na wazazi. Kama wazazi wako watakuwa hawaendani na wewe mioyo ya kiibada. Mfano mzuri tunauona pia kwa jamaa mmoja anaitwa Gideoni. Gideoni hakuogopa kukosana na wazazi wake. Wazazi wake walikuwa na madhabahu ya miungu mingine, na yeye Gideoni alikuwa anamwabudu Mungu aliye hai, na wazazi wake wanashikilia madhabahu ya miungu, wanashikilia uganga, na yeye Gideoni anapingana na uganga. Mungu alipomtokea akamwambia kabomoe uganga wa wazazi wako. Sikiliza hii hadithi, kuja nikupitishe mistari michache usikie. Kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6
mstari wa 25 hadi wa 26. Na karibia kumaliza, tuingie kwenye maombi. Waamuzi sura ya 6 ule mstari wa 25 hadi wa 26. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25 hadi wa 26 inasema namna hii: ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtoe ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyo nayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake, ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera uliyoikata. Kandaraboshaka. Sikiliza mpendwa, Gideoni, Mungu anamwambia kamchukue ng'ombe wa miaka 7 wa baba yako, ukamtoa awe sadaka ya kuvunja madhabahu ya Mungu Baali alionayo baba yako, kisha ujenge madhabahu nyingine ya kwangu Mungu niliye hai. Ndicho kitu Mungu alichomsemesha Gideoni. Gideoni kwa ujasiri mkubwa, kwa kutii hofu ya Mungu aliyokuwa nayo, hakuogopa. Licha ya kwamba alipata wasiwasi, lakini hakukataa kutekeleza ile oda Mungu aliyompa. Hakuanza kuwaza kwamba nikivunja uganga wa baba yangu, nikaharibu vitu vyake, baba atanionaje, watanitenga kwenye familia, watanitenga kwenye ukoo. Hicho kitu Gideoni hakukifikiri kabisa, ila akashikilia ile hofu ya Mungu kutekeleza agizo la Bwana. Biblia inasema Gideoni alitekeleza lile agizo. Ni watu wengi sana ambao wana ujasiri wa Gideoni. Ni watu wachache sana. Ila wengi wao ni watu ambao wako kinyume kabisa na Gideoni. Wanashikilia uganga wa wazazi wao, na ni hali wamejificha kwenye kanisa na wameshika ushirikina wa wazazi wao. Ni Wakristo wengi sana wamejificha makanisani, huku wameshikilia matambiko, wameshikilia mairizi, wameshikilia chale, wameshikilia kila aina ya uchafu wa familia zao. Lakini Gideoni alikataa. Bwana alipomwambia akavunje, karibu, alitii kwenda kuvunjwa bila kuogopa. Hakuogopa kitu, alisonga mbele kwenda kuharibu uganga wa wazazi wake. Mungu akusaidie uwe kama Gideoni. Kandarabusha karabasaka. Ngoja muda huu niweze kuingia kwenye kipengele kingine, kisha baada ya hapo tuombe. Kipengele kinachoitwa vitu vinavyofanyaga wazazi wanawanajisi watoto wao. Vitu vinavyofanyaga wazazi wanawanajisi watoto wao, au vitu vinavyosababisha wazazi wengi wao wanawanajisi watoto wao. Kunajisi ni kama vile kuwachafua. Tuangalie kitu kimoja tu, hafu kingine cha pili tutaendelea nacho kesho. Kitu kimoja tu ambacho kinaitwa mila na desturi potofu. Mila na desturi potofu. Tunaliona hili kwa Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wameshikilia mila na desturi potofu za wazee wao, na wakawa wanamkosea Mungu kila siku kwa sababu wameshikilia mila na desturi za wazee wao, na hawataki kabisa kuziachia kwa sababu wana hofu kubwa ya wazazi wao kuliko hofu ya Mungu. Angalia kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 15 mstari wa 1 hadi wa 3. Kitabu cha Marko sura ya 15 mstari wa 1 hadi wa 3 inasema: ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema, mbona wanafunzi wako huyaalifu mapokeo ya wazee, kwa maana hawanawi mikono walapo chakula? Akajibu akawaambia, mbona ninyi nani huialifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Nisikilize vizuri. Mafarisayo wanamfuata Yesu, wanaenda kushtaki kwamba wanafunzi wake ambao ni Wayahudi kama wao Mafarisayo walivyo Wayahudi, wanaharifu, hawashiki mapokeo, wanavunja mila na desturi za wazee, wanakula bila kunawa inavyotakiwa. Yesu anawaambia, mbona hata ninyi mnavunja amri ya Mungu kwa sababu mnashikilia hayo mapokeo yenu ya wazee? Kitu tunachotaka hapa upate ni nini? Ni kwamba Mafarisayo walikuwa hawana hofu ya Mungu, ila walikuwa na hofu ya wazee, mambo ya mila na desturi. Na ndio maana hata walipoona mitume wanakosea, hawakuangalia hicho kitu kwamba huwa akimpendezi Mungu, wakaenda kushtaki. Na Yesu akatazama hilo shtaka lao,
akagundua hayo mapokeo ya wazee ambayo wanayataka wanafunzi wangu wayashike yako kinyume na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana Yesu akawaambia Mafarisayo, mbona hata ninyi mnavunja amri ya Mungu kwa kushikilia mapokeo ya wazee wenu? Kwa kitu ninachotaka upate ni kwamba mila na desturi waliokuwa nayo Mafarisayo ilikuwa inawafanya kila siku wamkosee Mungu. Na hichi kitu ni kipo kwa watu wengi sana. Wanamkosea Mungu kwa ajili ya mila na desturi zilizopo kwenye familia zao. Wanasema ni mambo ya wazee. Sikiliza, si kila mila ni mbaya, lakini ziko mila mbaya ambazo zinaharibu watu kiroho. Kuja nikuonyeshe mfano wa mila kadhaa hapa ambazo ni mbaya na zinaweza zikakukosanisha na Mungu. Mfano, mila potofu wakati wa kujifungua. Kuna baadhi ya mila potofu mtu anapojifungua huwa zinafanyika. Anasema anazaa mtoto. Kuna vitu watu wanafanya. Wengine wanaachilia sadaka ya kuchinja kitu. Wanasema tunasindikiza mtoto anayezaliwa. Au wengine hata baada ya mtoto kuzaliwa wanafanya mila wakati wa kulea. Kitovu kinapokatika wanakichukua, wanakifanyia mila. Wengine wanampa mbwa anakula. Au wengine wanasema lazima kikafukiwe kwenye na majani ya migomba. Kila mtu anafanya mila kadiri yake. Na wengi wanafanya hivyo na ni hali wapo kanisani. Na wanafanya vitu vya uchafu. Ina maana wamo kanisani, wamelitumia kanisa kama majani ya kuficha uovu wao wa mila chafu wanazofanya. Lakini pia kuna mila potofu wakati wa kuoa na kuolewa. Huwa zipo. Watu wanashirikishwa, wanaambiwa ni mambo ya kiwazee haya utayafanya. Ila pia ziko mila potofu za matambiko, na pia ziko mila potofu za kuongeza mke mwingine. Wengine ni mila yao, hawezi kuwa na mke mmoja, lazima aongeze mke. Au mwingine kuzindika ndoa. Hawezi kukaa kwenye ndoa, lazima azindike. Aweke dawa, kwamba nisipoweka dawa tasalitiwa. Nisipoweka dawa hii ndoa haitadumu. Kwa anaweka dawa. Na yumo kanisani anaimba kwaya, ila ndoa yake alishazindika. Alishamzindika mume wake na alimbwata. Ila yumo kanisani ni mhudumu tu. Wewe ulioko hivyo umetumia kanisa kama majani, umefichia mabaya yako. Sikiliza kile kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 2 na ule mpaka wa 5 inavyosema. Kutoka 20 mstari wa 2 hadi wa 5. Inasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Pointi kubwa kwenye hii mistari ni hapa Mungu anaposema usiabudu miungu mingine ila mimi. Unapofanya mila na desturi yoyote ile inayohusisha upotofu wa kukukosanisha na Mungu wako kwa kisingizio ni mambo ya wazee, moja kwa moja umeabudu miungu mingine. Umeabudu miungu mingine. Na unapoabudu miungu mingine unatengeneza dhambi ya laana kwenye maisha yako. Ndio maana Mungu anataka usikie hichi kitu siku ya leo. Kama ulikuwa unafanya hayo kwa sababu ndani yako una hofu ya wazazi, unaona wazazi watanionaje nisipofanya, wazazi watanionaje nisipofanya, Mungu anataka ubadilike kuanzia leo, kwa sababu yeye ni mkuu kuliko wazazi wako. Na ndio maana amekuja hapa kukusemesha huo uovu ulioushikilia na hiyo dhambi ulioificha kwa sababu tu ya wazazi wako, kwa sababu tu ya ukoo wako. Bwana anasema achilia kuanzia leo. Karama shakarabaseki kandarabo shakaraba karama shakarabasaka. Tunataka tufanye zoezi moja hapa la maombi. Lakini ili zoezi lifanikiwe, lazima tuwapate watu ambao wanamkoseaga Mungu na wamewahi kumkosea Mungu kwa ajili ya kukoseshwa kupitia wazazi wao. Sijui ni nani yuko hapa unanisikiliza. Kuna vitu wazazi wako walikuelekeza kufanya, au walikupa ufanye, au walikuambia ufanye na ukavifanya, na vikakukosanisha na Mungu wako. Ndio watu ambao Mungu anawataka siku ya leo. Mungu anawataka siku ya leo. Na kuna wengine pia Mungu anawataka. Ananiambia moyoni mwangu, kuna watu ambao wanapitia vita kwenye familia yao.
kwa ajili tu kuna vitu alielekezwa kwenye ukoo, kwenye familia wafanye, na wakavikataa, na wanapitia vita. Na wao pia Mungu anawataka siku ya leo. Yako maombi hapa ya kuomba kwa ajili yao, ili Mungu awasaidie waendelee kusimamia msimamo wa Gideoni, msimamo wa Gideoni, msimamo wa Gideoni. Kama unajijua mahala ulipo, wewe ni Gideoni, wewe ni Gideoni. Simaanishi wewe ni mwanaume, na maanisha wewe ni Gideoni kimafunuo. Wewe ni Gideoni kimafunuo. Hebu kaa mkao wa kuomba, uombe pamoja nami haya maombi jioni ya leo, na akakusaidie. Omba pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako. Ninakushukuru kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo umenisemesha kwa habari ya hofu ya wazazi. Asante Mungu uliye hai. Nimetambua na kuelewa kwamba natakiwa kuishi maisha ya kukuogopa wewe Mungu, na sio wazazi, bali wazazi niwape heshima ya uzazi, ila hofu na ibada nikupe wewe. Naomba unisamehe Bwana maeneo yote ambayo nilikukosea, nilitenda yasiyofaa kwa ajili ya kusikiliza ushauri wa wazazi wangu, ushauri wa wazee wangu, ushauri wa walezi wangu. Naomba Bwana unisamehe katika jina la Yesu Kristo. Sema, Mungu ninarudi kwako. Ninaomba hata unitie nguvu sasa. Unipe ujasiri kama ule uliompa Gideoni, wa kutii sauti yako, akakubali kuvunja madhabahu ya miungu mingine kwa ajili tu ya kuteketeza miungu ambayo baba yake aliitengeneza. Mungu uliye hai, yuamkini na mimi pia Bwana, ziko madhabahu, ziko ngome, iko roho ya muovu ambayo unataka nisimame kuiharibu kwenye familia, lakini kwa ajili ya uoga wangu nimekuwa nikishindwa. Sema, Mungu uliye hai, naomba uniwezeshe kuanzia leo, uniwezeshe kuanzia leo kuwa na ujasiri Bwana wa kusimama mahala popote kupinga uovu, hata kama ni mbele ya wazazi. Naomba unipe ujasiri wa kupinga uovu katika jina la Yesu. Nakataa ya maisha ya kuwaogopa wazazi kuliko wewe Bwana, ninayakataa katika jina la Yesu, nayakataa katika jina la Yesu, nakataa katika jina la Yesu, nakataa katika jina la Yesu. Naomba unijaze ujasiri, nijaze ujasiri. Endelea kuomba kwa maneno yako, endelea kuomba kwa maneno yako. Tamka, Mungu akujaze ujasiri, Mungu akujaze ujasiri, akujaze self confidence, akujaze ujasiri kama wa Gideoni. Na panapowezekana akupe na ujasiri kama wa Yusufu. Kanda rapako riasaka. Usiwaogope watu, usiwaogope wazazi, bali umuogope yeye Mungu peke yake. Yamkini kwa miaka mingi umeishi maisha ya kuficha uovu wako kwenye kanisa, ya kuficha uchafu wako kwenye kanisa, kwa sababu tu uliogopa wazazi wako. Leo ni mwisho, leo ni mwisho. Pokea neema ya kuacha huo uovu sasa, na ukaanze upya katika jina la Yesu. Na kuombea neema ya kuanza upya, na kuombea neema ya kuanza upya katika jina la Yesu Kristo. Na wewe unayepitia wakati mgumu sasa, kwa sababu tu kuna kitu ulikataa kwenye familia, na familia nzima imekuinulia vita, wamekuinulia vita paka ukweni. Kanda rapashaka. Mungu akutie nguvu sasa, akupe nguvu sasa, maana katikati hiyo vita Bwana asema hauko peke yako, yuko pamoja na wewe. Pokea neema ya kushinda hiyo vita katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea neema ya kushinda hiyo vita katika jina la Yesu. Pokea neema ya kushinda hiyo vita, pokea neema ya kuvuka kwenye wakati mgumu. Kama hujui mbinu ya kufanya, na kuombea katika jina la Yesu, Bwana akusaidie sasa upate mbinu ya kufanya, upate hekima ya kuongea, upate hekima ya kujibu. Katikati ya hicho kikao walichoandaa kwa ajili yako, Mungu akupe utiisho, akupe na malaika wa kwenda pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea roho ya msimamo ikae ndani yako, hiyo hali ya kuyumbishwa kimaamuzi na wazazi. Mungu akusaidie uwe na msimamo kuanzia leo. Pokea hiyo neema ya msimamo mahala ulipo, pokea kwa jina la Yesu neema ya msimamo, neema ya maamuzi binafsi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Kanda rapashaka rakasaka raposhaka karapashaka ramasaka karapashaka ramasaka. Jesus Rabo Shandarabasaka. Jesus, Jesus. Ripakanda rapashaka rabusaka rabashaka. Kanda rabu shakara masiki.
Rapa kandarabusha karamasakarabusha kandarabasaka. Roho Mtakatifu, kuna kitu bado ananisukuma niombe. Kuna baadhi ya watu wako hapa, ni watu ambao huwa wanayumbishwa kimaamuzi na wazazi wao, na wamekuwa wakivunja hata mioyo wenzi wao wa ndoa, kwa sababu kuna vitu wanashaurianaga na wenzi wao, afu anaenda anashirikisha wazazi wake. Wazazi wake wanamwambia sio sawa, anakuja anafanya kinyume na mwenzi wake. Hicho kitu kimekuwa kikikusanisha sana na mwenzi wako mara kwa mara, na umekuwa unashindwa jinsi ya kuacha, kwa sababu unafikiria uko sahihi kuwasikiliza wazazi. Sikiliza. Mungu ni mkuu. Mungu ni mkuu, sio mjinga kukuweka kwenye ndoa. Alikuwa anamaanisha kwamba kwenye ndoa panafaa heshima kuliko wazazi. Hicho kitu nitaongea kesho kiupana, lakini nimesikia tu kuombea hicho kitu leo, lakini kesho nitakiongea kiupana. Karamashaka. Huko hapo unanisikiliza, huwa unayumba sana kwenye ndoa kwa ajili ya kusikiliza wazazi. Nataka kuomba kwa ajili yako. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, ninaomba Bwana kwa ajili ya watoto wako walioko hapa, ambao ndani yao wamekuwa wakikosa msimamo kila wakati. Wamekuwa wakiyumba na kuharibu nyumba zao kwa ajili ya kusikiliza wazazi wao kuliko wenzi wao. Mungu, katika jina la Yesu, ninaomba huo udhaifu uachie hiyo nafsi ya mtoto wako. Toka hiyo roho ya udhaifu kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana umjaze huyo mtoto wako msimamo wa kusimamia hekima ya ndoa yake. Asishirikishe kila kitu chake kwao pasipo ushirikiano na mwenzi wake, katika jina la Yesu. Hilo lango tunalifunga kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana akakupe neema ya kubadilika kuanzia leo, katika jina la Yesu. Sema amen. Karapashaka. Tumshukuru Mungu wapendwa.